Ebane, hii hapa ni Estelo Media Tanzania na leo tumeleta habari. Ebane, hii hapa ni Estelo Media Tanzania. Endelea kuwa nasi, endelea kuwa na sisi wakati wote. Nimeleta taarifa hii hapa rasmi kutoka serikalini kufuatia taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii baada ya mechi ya juzi ya Simba dhidi ya Namungo. Ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa, serikali wamewaambia vilabu vya Simba na Yanga kuwa watafute viwanja vingine vya kuchezea mechi na huo uwanja wa Benjamin Mkapa wanaufunga. Kwa hiyo kupitia taarifa hizo ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii toka juzi, leo msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ameposti na kufafanua kuhusu hizo taarifa. Kaposti ameandika, acheni upotoshaji. Hatujatangaza kuufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa miezi 6 kama baadhi ya watu wanavyopotosha. Tumekaa na TFF na pia timu za Yanga na Simba ziliomba kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mechi za ligi na kufanya tathmini ya uharibifu wa sehemu ya kuchezea pichi ya uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya mechi mfululizo zilizopita za kimataifa na za ligi. Tumekubaliana kuwa Yanga na Simba watafute viwanja vingine kwa ajili ya michezo ya ligi na uwanja wa Benjamin Mkapa ubaki kwa ajili ya mechi za kimataifa, timu ya taifa na dabi mpaka hapo tutakapofanya ukarabati mkubwa wa pichi. Wale wanaohoji bilioni 31 zilitumika ukarabati uwanja, ni hivi: ukarabati huo haukuhusisha ukarabati wa pichi, ulihusisha kuboresha jengo, kuweka mifumo mipya ya umeme, maji, vyoo, njia za kukimbilia, kuweka viti vyote 62,000, kuweka viyoyozi, mfumo wa sauti, ubao wa matangazo, mabenchi ya ufundi, magoli, kupaka rangi na mfumo wa sauti. Walioingia uwanja wa Benjamin Mkapa, nambieni kipi hakijafanyika kati ya hivyo? Pia ni vizuri pia kujua kuwa uwanja mkubwa kama Benjamin Mkapa kila unapotumika ni lazima ufuatiwe na marekebisho, kwa sababu hakuna tukio linaloweza kufanya bila kusababisha uharibifu. Na hii sio kuwa uwanja huu tu, ni viwanja vyote duniani. Na ukarabati wake unahitaji utaalamu na sio kubondabonda. Tazameni picha za hali ya uwanja baada ya mechi 6 mfululizo, na hapo Singida na Azamu hawakuutumia. Kumbukeni, kulingana na maelekezo ya kitaalamu ya matumizi sahihi ya uwanja wa nyasi halisi, natural grass, uwanja unapaswa kutumika mara 2 au 3 tu kwa wiki. Hopu tumeelewana. Kwa hiyo hayo ndio maneno ambayo ameyaandika msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa baada ya kelele nyingi mitandaoni. Watu wanahoji Simba na Yanga wameambiwa watafute viwanja vya kuchezea mechi. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa rasmi ya serikali ambayo ameitoa msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Ebane, hii ni Estelo Media Tanzania. Endelea kuwa nasi. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu, naomba usubscribe hapo chini tuweze kwenda sawa. Bonyeza na alama ya kengele. Bye bye.